Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asilia isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Tuna dawa yetu inaitwa Bunyoro. Dawa hii Bunyoro ni dawa ambayo inatibu magonjwa yote ya zinaa. Kama una changamoto ya magonjwa ya kisonono, una matatizo ya magonjwa kaswende, pangusa, fangasi sugu, PID, na pengine inaweza kuwa umekuwa ukitibu sehemu mbalimbali na tatizo linakuwa liishi na jirudia, unatibu na jirudia, tukushauri upate tiba ambayo itaweza kuondoa matatizo haya. Maana yake unapokana ugonjwa mmoja unazalisha ugonjwa mwingine. Kwa hiyo tukushauri, kama una changamoto hizi, tutembelee Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia, na hautohangaika tena. Lakini yawezekana uko na changamoto ya matatizo ya kinywa. Yawezekana meno yanauma, wakati mwingine ukipiga mswaki meno yanatoa damu, au wakati mwingine huwezi kula kitu kigumu, au wakati mwingine unakuta meno yametoboka, umeshang'oa meno mara 2, mara 3, mara 4. Sasa usiweze kuwa kibogoyo kwa sababu ya kuwa na changamoto ya bakteria wa kinywa ambao wanashambulia meno na hata kupelekea kuwa na changamoto ya kinywa ya meno na kuendelea kung'oa meno, na watu wengine wanakuja kufikia miaka 50 una meno umeshayamaliza. Tukushauri, tuko na dawa nzuri sana ambayo inatibu bakteria wote wa kinywa, inaimarisha ulinzi wa meno, lakini pia inazuia hata kama jino lilotoboka kuondoa maumivu yote, lakini pia meno ya kulegea inaondoa. Tuna dawa yetu inaitwa Butino. Dawa hii Butino ni dawa nzuri sana kwa matatizo ya anayesumbuliwa na meno, aidha yanauma, yametoboka, yanatoa damu, fizi kuvimba, fizi zinatoa usaha, wakati mwingine kung'oa meno, meno yanalegea, meno yanakuwa na ganzi. Tumia dawa hii Butino, ndani ya siku 7 utafurahi na utaepuka kung'oa meno kama ulikuwa na changamoto ya namna hiyo. Lakini yawezekana wewe uko na changamoto ya ugonjwa wa mshipa wa ngiri, maana yake tezi dume, au korodani inauma imevimba, au maumivu ya korodani, au unakuta wakati mwingine kuna mshipa kutoka kwenye paja, kwenye korodani kupanda juu ya paja. Basi yote yawezekana mbegu zako ni dhaifu, huwezi kutungisha mimba. Tunao dawa yetu Mwiyumba. Dawa hii Mwiyumba ni dawa nzuri sana kwa ajili ya matatizo ya mshipa wa ngiri, tezi dume, kuvimba korodani kuingia ndani, kuvimba pembezoni mwa paja kwenye kinena pale, au maumivu ya korodani au mshipa unatoka kwenye korodani kuja kwenye paja, au mbegu zako ni dhaifu, huwezi kutungisha mimba, ama yawezekana pia uwezo wako wa tendo la ndoa ni mdogo. Tukushauri tumia dawa yetu Mwiyumba, au utaondokana na shida hiyo, na kama unavimba kwenye korodani hautofanyiwa operation baada ya kutumia dawa hii ya Mwiyumba. Lakini yawezekana wewe uko na changamoto ya kukojoa kitandani. Yawezekana mtoto wako amefika mpaka umri mkubwa anakojoa kitandani, ama yawezekana pia wewe mwenyewe mtu mzima una changamoto ya kukojoa kitandani, au yawezekana uko na changamoto ya kibofu cha mkojo, unakuwa na uwezo wa kuzuia mkojo kwa muda mrefu, ama yawezekana wewe umefika hatua ambako umewekewa mpira kwa sababu ya changamoto ya mfumo wa mkojo, tezi zimekuwa zimevimba, au kibofu kina changamoto. Tumia dawa yetu ya Milembe. Dawa hii ya Milembe ni dawa nzuri sana kwa changamoto za namna hiyo. Kama ni wewe au ni ndugu yako, rafiki yako ambaye amekuwa na changamoto ya kukojoa kitandani, au wakati mwingine anakuta kwamba hawezi wakati mwingine kuzuia mkojo, atumie dawa yetu hii Milembe ili aweze kuepuka na aibu na adha ya kuweza kudhalilika kutokana na changamoto ya kukojoa kitandani, aidha ugenini au unapokuwa na mwenzi wako. Lakini yawezekana wewe uko na changamoto ya kushindwa kufika safari ukiwa na mwenzi wako. Tuna dawa yetu Mkamba. Hii ndio huleta heshima ya ndoa. Heshima ya ndoa maana yake inakuheshimisha mwanaume. Unaweza ukawa wewe mwanaume unakutana na mwenzi wako, dakika 2 umefika safari, mwenzio bado kabisa ndo anasubiri kuanza safari. Hii ni aibu kwa mwanaume. Kama una changamoto hii, tunaomba ututembelee ili kuepusha aibu hii. Lakini yawezekana unaweza kwenda mzunguko mmoja alafu baadaye uwezi tena mpaka siku nyingine tena. Hapana, haujafika kwenye hatua ya namna hiyo. Yawezekana
pengine ni kwa sababu ya maradhi, ile changamoto ambayo pengine ukujua ni wapi utapata tiba, ama yawezekana umetumia dawa nyingi na ukupata suluhisho, tukushauri tumia dawa hii ya Nkamba. Itakuwezesha mwanaume umudu kwenye tendo la ndoa zaidi mara 3 mara 4 na zaidi. Na ukumbuke kwamba mwanaume rijali aliyekamilika ana uwezo wa kwenda mzunguko mmoja si chini ya dakika 30 mpaka 45. Lakini kama unaenda dakika 3, dakika 5, hili ni tatizo. Na mwanamke ili aweze kufika safari hahitaji dakika 3, 5 za kwako ambazo unazishia. Maana utakuwa unamwacha kila siku. Na ukimwacha kila siku, maana yake unamtengenezea kisilani. Epuka adha hiyo. Usizalaulike kwa sababu hiyo. Tunao dawa nimekuambia Nkamba, uleta heshima ya ndoa, maana ya kukuimarisha kama mwanaume na kujiamini unapokuwa na mwenzi wako. Sio unaenda una wasiwasi. Ya nini? Jiamini. Lakini inawezekana una changamoto ya tatizo la chunusi zisizoisha usoni. Mimi situbiage mafuta sijui ya namna ya mafuta usongo na mafuta. Sijui mimi na chunusi, sijui mimi na kovu nilifanya operation, nilipata moto, nilungwaga moto na makovu, au mimi nilipata ajali na kovu aliishi, na nifanya nikose amani. Acha kuwa na wasiwasi hilo. Tuna dawa yetu. Tuna dawa yetu ya Sele ambayo inaondoa chunusi za aina yoyote. Lakini nje ya kuondoa chunusi inaondoa makovu ya aina yoyote. Bado pengine ngozi yako ni ngumu, kama hawajakwambia basi umepata bahati ya kuambia Dr. Damaki atuhitaji ngozi hiyo. Tumia dawa ya Sele ambayo itakupa heshima ya kulainisha ngozi yako, itakuondolea makovu, itaondoa chunusi, allergy ya chunusi, allergy ya mafuta ya sugu. Ukipaka mafuta tunatoka chunusi, hautopata ukitumia dawa hii ya Sele. Dawa hizi zote na zingine utazipata wapi? Tuko Moshi mkoani Kilimanjaro, maeneo ya Kibosho Road. Ukifika hapa kituo chetu ni kikubwa kabisa, kiko barabarani, utahudumiwa. Lakini pia kama uko Arusha utafika Ola City karibu na kituo cha Masista. Lakini kama uko Dar es Salaam tuko Mbezi Mwisho, stendi ya Magufuli kwenye roundabout ya Goba, tuko jirani hapo, ukipiga simu utapokelewa. Lakini kama uko Dodoma tuko Dodoma mjini na tuko Morogoro mjini. Lakini pia tuko Shinyanga maeneo ya Kahama mjini. Lakini pia tuko Mwanza Buzuruga karibu na shule ya msingi ya Buzuruga. Lakini pia tuko mkoa wa Simiyu, tuko Maswa Mnadani B maarufu kwa Mama Rifonsi. Lakini pia tuko Iringa, tuko Songea, na pia tuko Mbeya Nzove karibu na Suma JKT. Kwa ujumla tuko sehemu kubwa sana kwa Tanzania. Lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana Zambia, Ndola, Mushiri, Bonano. Lakini pia tuko DRC Congo na pia Botswana tuko na kituo tunakiandaa, si muda mrefu utakuwepo pale Broadest Tawana, utaweza kupata huduma zetu. Lakini pia unaweza ukatutembea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa Facebook utaandika Nsongwa Traditional, Instagram utaandika Nsongwa Traditional, na YouTube utaandika Damaki TV. Lakini pia unaweza kutembea kwenye website yetu kwa kuandika www.damakiheboclinic.com. Afya yako ni jukumu letu.